Naitwa Asina Yusuf Abbas, ni mtaalamu wa lishe, nafanya kazi na asasi ya Counselnat. Counselnat ni asasi isiyo ya kiserikali inayojishughulisha na masuala ya lishe. Counselnat inashirikiana kwa karibu sana na shirika la Via Agroforest katika utekelezaji wa mradi wa Asili B kama mdau kinara wa lishe, yani technical partner wa nutrition. Tunachokifanya katika mradi wa Asili B ni kuwajengea uwezo wadau wenzetu katika utekelezaji wa mradi katika kuboresha hali ya lishe ya wakulima, lakini pia tunaweka mkazo zaidi katika masuala ya uhakika na usalama wa chakula. Chakula kinachozalishwa kiweze kuhifadhiwa vipi na kiweze kutumika vipi kwa ajili ya kuboresha hali ya lishe ya kaya na jamii kwa ujumla. Kuhusiana na maadhimisho ya leo ambayo tutaendelea kwa siku 3, maadhimisho ya 10 ya Via Agroforest, tunapozungumzia kilimo misitu, tunazalisha vyakula mbalimbali, na kilimo misitu inatoa fursa ya biashara, lakini hiyo fursa ya biashara inarudije na kusaidia katika kaya, na hii kilimo misitu inarudije kusaidia katika kaya, inaongeza upatikanaji wa vyakula mbalimbali kama vinavyoonekana hapa. Kwa hiyo sisi tunachofanya kikubwa ni kuhamasisha uzalishaji na matumizi ya vyakula mbalimbali ili kuweza kukidhi mahitaji ya mwili, ili jamii zetu ikiwemo wakulima wawe na afya bora. Tunahamasisha ulaji wa mlo kamili kwa kuzingatia mwongozo wa taifa wa ulaji, lakini pia kwa lengo la kuendeleza juhudi hizi, kama ambavyo amesema mgeni rasmi, sisi kama Counselnat tunaendelea kushika kijiti cha kuelimisha jamii ulaji unaofaa kwa kuhamasisha na kuelewesha jamii makundi ya chakula, lakini pia tunawajengea uwezo wa wakulima kupitia vikundi vyao kuhusu mbinu mbalimbali za kuhifadhi na kuboresha mazao ya chakula kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ili wawe na chakula mwaka mzima, lakini pia kwa ajili ya kuongeza thamani kwa ajili ya biashara. Si tu kupitia maonesho haya, lakini pia kupitia utekelezaji wa mradi tunaona uelewa umeongezeka wa wakulima na wananchi kwa ujumla kuhusu ulaji unaofaa. Hali ilivyokuwa wakati tunaanza utekelezaji wa mradi mpaka sasa ni tofauti, ambacho ni kipindi cha miaka 3 sasa. Uelewa umeongezeka kuhusu ulaji unaofaa, ulishaji wa watoto, lakini pia mazingatio ya fursa sawa. Nazungumzia masuala ya kijinsia katika uzalishaji, mgawanyo wa chakula katika kaya kwa kuzingatia jinsia, yani wanawake, wanaume pamoja na makundi maalum, jinsi gani yanapewa kipaumbele ili hao wote wapate lishe bora. Kwa hiyo kwa kifupi, uelewa umeongezeka, na hata kupitia maonesho haya kwa muda mfupi hapa tunapata hadithi fupi za jinsi gani wamenufaika. Muda mfupi uliopita kuna mama mmoja hapa ameelewa tofauti ya unga wanaoita unga wa lishe kwa ajili ya watoto baada ya kupata elimu ya makundi 6 ya chakula. Katika hili tunajengea uwezo wa wakulima kupitia vikundi vyao jinsi gani kutumia teknolojia za asili ambazo ni gharama ni nafuu pia upatikanaji wake na uendeshaji wake. Mfano ni kaushio la jua ambalo linaweza kukausha mboga, matunda na nafaka, liko pale pembeni ya banda letu linaonekana, na vipo vyakula ambavyo tumekausha kupitia kaushio hilo, na vingine vipo ndani ya kaushio vinaendelea kukauka. Lakini pia ziko teknolojia za kuhifadhi chakula kwa ubaridi, jokofu lisilotumia nishati. Kuna jokofu linalotumia mkaa na kuna jokofu linalotumia tofali. Kwa hiyo ni teknolojia ambazo ni za asili, na uendeshaji wake na utengenezaji wa vifaa hivyo unatumia vitu vinavyopatikana kwenye mazingira yetu ya kawaida. Mwili haujengwi kwa matofali, mwili unajengwa kwa chakula. Ili tuwe na nguvu, tuweze kufanya kazi na kuendelea kuzalisha, tunahitaji kuzingatia ulaji unaofaa.